Ndugu zangu katika Kristo, tumefika muda mzuri tena, tunaendelea kujifunza masomo yetu ya shule ya Sabato. Tunazidi kualika kwenye chaneli yetu Nguvu ya Neno TV ili kwamba muweze kufuatilia mafundisho haya kila juma kwa uwezo wa Mungu. Na leo tuko katika somo la 3 baada ya kumaliza habari ya msalaba ambayo ilikuwa ni somo la pili. Leo tuko kwenye somo la 3 ambalo lina kitu kinachosema umoja katika Kristo. Umoja katika Kristo. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru tena kwa pendo lako kubwa ambalo umetupa sisi wanao. Mida hii tunataka kujifunza neno lako lesoni ili kwamba ibadili maisha yetu, safari yetu ya kwenda mbinguni iwe hakika na kuamini kufika huko kupitia neno lako. Tunaomba hii kupitia jina la Yesu. Amen. Asante sana. Fungu letu la kukariri ni katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 vesi ya 10 ambayo inasema hivi: basi ndugu, na wasii kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene pamoja, wala pasiwe kwenu na faraka, bali muhitimu katika nia na shauri moja. Muhitimu katika nia moja na shauri moja. Naongelea kuhusiana na umoja katika Kristo. Kama ulisoma vizuri somo la kwanza na la pili, utakwenda kunielewa vizuri. Kama tayari ushawahi kukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza kwa ujumla, utakwenda kunielewa. Utakwenda kuelewa kwamba katika kanisa la Korintho kulikuwa na tatizo moja kubwa, na sio moja, yalikuwa ni matatizo mengi, na baadhi ya matatizo hayo kulikuwa na tatizo la umoja kanisani. Watu walikosa umoja. Ndio maana Paulo katika Wakorintho wa kwanza anapomaliza kuongea habari kuhusiana na salamu, kwa sababu ameanza waraka wake kwa salamu, anapowasalimu watu anapomaliza hayo, anaingilia mada hii kubwa, kwa sababu ni mojawapo ya shida ambayo ilikuwa inawakumba watu kwa wakati huo katika kanisa la Korintho. Na unajua wale ambao wana mazoea kutembea katika uga wanajua ya kwamba wanyama mara nyingi huwa wanaishi pamoja. Unapofika unakuta kwamba wanyama wamejitenga katika makundi, wako pamoja. Hivyo hata inawezekana ya kwamba nyani pia wao wanaishi pamoja, makundi pamoja, wanaweza kawa 20 mpaka hata 50, unawakuta wako pamoja. Lakini kuna wakati huo wanafarakana, wanagombana kabisa. Unaona nyani wanagombana wao kwa wao. Hiyo inaashiria ya kwamba hata na sisi tunapoishi katika makundi lazima mafarakano yataonekana. Ndio maana shida kubwa inapoingia katika kanisa la Korintho, Paulo anaanza kujibu katika mada hii. Na sisi wanadamu tunajua ya kwamba tunazo nguvu. Sisi wanadamu tunajua ya kwamba tuko kama wanyama, nasi tunaishi pamoja na tunaelewa sistimu hii ya kuishi pamoja. Lakini ugomvi unakuwepo. Ukitokea ni reaction gani ambayo huwa tunaionyesha? Na hata katika makanisa hiyo ndio shida. Makanisani leo umeingia ubaguzi, umoja haupo tena makanisani, na hiyo ni shida. Ndio maana Paulo anaongelea mada hii. Kama kanisa lako kuna ubaguzi, watu wako umoja, ukabila kama umeingia katika kanisa lako, unakwenda kuelewa vizuri sana somo hili. Ndio maana katika juma hili tutakwenda kuongelea kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mpaka ya 4, na hapo tunakwenda kuona kwamba Paulo alikuwa anaongelea tatizo la migawanyiko katika kanisa na namna gani ya kushinda tatizo hilo kwa kuleta umoja katika Kristo. Tatizo la ukabila kanisani. Hili ni tatizo kubwa. Ndugu yangu, ukabila ukianza kuingia kanisani, hiyo ni shida kubwa. Ni shida ambayo tunatakiwa tuishinde. Na ukisoma vizuri unakuta kwamba wito wa Paulo kuhusiana na umoja unazunguka katika sura 4 za Wakorintho wa kwanza, zile
zile sura 4 za kwanza, mada ya ukabila ambao Paulo anaiongelea, anapoongelea kuhusiana na umoja, inazunguka hapo kote. Ndio maana Paulo anatumia neno nguvu ili kuashiria kitu ambacho tumekikosa katika umoja, ukosefu wa umoja katika wanamemba wa kanisa la Korintho. Hivyo wakati Paulo anaongelea mada hiyo, alijua ya kwamba kuna tatizo kubwa, na alichokifanya ni nini? Alichokifanya, alianza kuongea nao ili kuleta umoja kanisani. Na pale ambapo watu hawapatani katika kanisa la Korintho, ilikuwa inajiashiria kwamba watu wakikosana, hata kwa muonekano wa nje unaona ya kwamba hawa watu kabisa wafanye nini? Hawaelewani. Na kiukweli ni kwamba walikuwa wameshindwa kuweka tofauti zao pembeni, hata wakati walipokuwa wakisherekea meza ya Bwana. Paulo anapofika kanisani, wakati wanasherekea meza ya Bwana, anajua hapa kuna tatizo. Ndugu yangu, katika kanisa lako ikiwa kuna ukabila unaendelea, ni mojawapo ya vitu vinavyofanya kanisa la Bwana lisisonge mbele. Epuka ukabila. Tatizo la kukosa umoja katika wanamemba wa kanisa ni tatizo moja kubwa sana, na Paulo anaongelea kabisa tatizo hili, anajishughulisha kumaliza shida hii, kwa sababu anajua likiwepo kanisani, kanisa la Mungu alisongi mbele. Ndiyo maana Paulo, swali la kwanza analoliongea katika waraka wa Korintho wa kwanza, anaongelea umoja. Wa Korintho wa kwanza 1:10 anaongelea umoja. Lazima tuwe na umoja katika kanisa ili kazi ya Mungu isonge mbele. Tunatakiwa tuzame katika Kristo, tuwe na mizizi katika Kristo. Ukiona watu wana ukabila kanisani, hapo hakuna Kristo. Ukiwa na mizizi katika Kristo, umoja utaonekana hakika. Ndiyo maana Bwana wetu Yesu Kristo, yeye mwenyewe anatuomba tujiingize ndani yake, tuzame ndani yake, tuchukue mizizi ndani yake. Huo ndio wito wa Bwana wetu Yesu Kristo, na tujue ya kwamba sisi sote kanisani tu wanamemba. Sisi ni wanamemba wa kanisa la Kristo, na tukiwa wanamemba wa kanisa la Kristo, tunachukuliwa kama vile mti unapokuwa unakuwa na sehemu nyingi sana. Mwili, tuchukulie mfano wa mwili pia unakuwa na sehemu nyingi. Kunakuwa mikono, kunakuwa kichwa, macho, pua, sijui miguu. Sisi tunachukuliwa kama wanamemba katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo tunapofanya kitu, lazima tunakifanya tukijua wengine tayari hapo wanarizia. Tusifanye kanisa la Bwana lijawe machafuko. Hivyo lazima tujue kanisa la Bwana ni lazima lijikite katika kulitangaza neno lake. Na hapa tunaambiwa ya kwamba wakati ukabila unakuwa katika viongozi wanaotusimamia, mahusiano yetu katika kanisa yanatakiwa yafanye nini? Yawe vizuri. Tusitake viongozi wetu wawe wanatuongoza tofauti na neno la Mungu. Na hii inafanya kitu kikubwa ambacho tunakiita umoja katika Kristo. Wakati tunakuwa na umoja, lazima Kristo atakuwa yuko ndani yetu. Tukikosa umoja, tunajua ya kwamba uwepo wa Mungu haupo tena. Lazima tujue hivyo. Hekima na ukomavu. Paulo anapoongea katika waraka huu wa Korintho wa kwanza, anapoongelea tatizo la ukosefu wa umoja, anasema ya kwamba pale ambapo kuna ukosefu wa umoja, wale ambao hawana umoja wanatokana na shida moja: hawana na ukomavu wa kiroho na hawana hekima. Ndiyo maana wakati unaona kanisani kwako umoja haupo, jua Wakristo wa hapo hawajakomaa kiroho. Wale wanaokomaa kiroho, japo shida zije, watajua namna gani ya kupambana nazo, na wanavuka, na umoja kanisani unabaki hivyo hivyo. Ndiyo maana
utakuta kanisani kunakuwa watu ambao wana mioyo ya kushindana. Mtu mmoja anapofanya hiki, mwingine anataka afanye, sio kwa sababu ya kumtukuza Kristo, ni bali anataka yeye ajitukuze, aonekane kwamba yeye amefanya vizuri kuliko ndugu yake. Hilo tayari ni shida kanisani kwa kuona hivi. Hivyo Paulo anaonyesha wazi ya kwamba ukomavu wa kiroho unaongoza Wakristo kukubali kusapoti hekima ya Mungu. Ndiyo maana lazima tujue ya kwamba tunapokuwa na ukomavu wa kiroho, ukomavu wa kiroho unatutuma tupingane na hekima ya kibinadamu inayotusukuma tuweze kukompea na wengine. Hivyo Wakristo ambao wana hekima, ambao wanakomaa, ni Wakristo ambao watakuwa kiroho, sio Wakristo wa kimwili. Hawafanani na watoto, hapana. Kuna wengine shida zinapoingia kanisani unaona ni utoto unasumbua watu kanisani, lakini hapa tunaambiwa kwamba wataweza kulinganisha mambo ya kiroho, wanalinganisha mambo ya kiroho kwa mambo ya kiroho. Na kitu kingine watakachofanya wanapolinganisha mambo ya kiroho na mambo ya kiroho ni kwa sababu mambo ya kiroho yanapingwa kwa mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho hayawezi kupingwa kwa mambo ya kimwili, hapana. Hivyo ndugu zangu, Wakristo ambao wamekomaa hawawezi kusema ya kwamba mimi ni wa. Hilo ni shida ambalo lilikuwa Korinto. Watu walikuwa wanajisifu, mmoja wapo wanasema mimi ni wa Paulo, wengine wanasema mimi ni wa Apolo. Hilo ni shida kubwa sana lilikuwa limeingia kanisani. Ukiona kanisani watu wameanza kuwa na hali ya kujisifu, mimi nilibatizwa na mimi nilifanya hivi, hapo hakuna ukomavu. Tunaitwa kukomaa kiroho ndugu zangu. Tunaitwa kuachana na utoto kanisani. Sio kwamba shida hazitakuwapo. Ukikutana watu wawili watatu, jua kuna shida, lakini ni namna gani utapambana na shida hiyo, ndilo swali muhimu sana. Tunaongelea kuhusiana na moyo wa huduma kwa mfano wa Kristo. Watu ambao wamekomaa kiroho ndugu yangu wanatakiwa wawe na moyo wa huduma kwa mfano wa Kristo. Wahudumu kama Kristo. Ukiona kanisani watu wanataka vyeo, wanataka kuhudumiwa, hapo hakuna Ukristo, hapo hakuna umoja kanisani. Ndio maana umoja ukiwa, kila mtu atahitaji kujishusha ili kwamba aweze kumhudumia mwenzake. Ndio maana Kristo mwenyewe anajishusha, anawanawisha wanafunzi wake miguu. Ni somo kubwa ambao anataka kuwafundisha kwa kwamba mkitaka kuwa wakubwa, mnyenyekee kwanza. Hicho katika Wakorintho wa kwanza 1:3-4 unakwenda kuona kwamba Paulo anaongelea mgawanyiko ambao unatokana na upungufu wa ukomavu kiroho. Wale ambao hawajakomaa kiroho wanasumbua sana kanisani. Mkiwa na watu ambao hawajakomaa kiroho ndugu zangu, watu ambao wao ni wa kimwili, hawa watu wanasumbua sana kanisani. Ndio maana tunaitwa sisi kama Wakristo, tukiwa na watu kama nao, tujue namna gani ya kuishi nao kanisani kwa amani. Hivyo Wakristo wanakuwa na wazo la Kristo, na tunakuwa na wazo wa Kristo wakati tunafikiri na kutenda kama Kristo. Ndio maana somo linatuambia moyo wa huduma kwa mfano wa Kristo. Tunahudumu kama Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo ndugu yangu, kama Korinto shida zilivyokuwa, migawanyiko inaendelea kuwepo katika makanisa yetu leo, na tatizo hilo pia lilikuwepo Filipi. Ijapokuwa Filipi hakuwepo tatizo kubwa sana kama la Korinto, lakini pia lilikuwepo. Hivyo moyo wa huduma kwa mfano wa Kristo unatufanya sisi tufe kwa mapenzi yetu wenyewe. Tunataka kuhudumu kwa ajili ya wengine. Unajua Kristo angehitaji kufanya huduma kwa ajili yake yeye mwenyewe. Jiulize, ungekuwa wapi na mimi ningekuwa wapi? Lakini amefanya kazi na anasema alikuja sio kuhudumiwa bali kuhudumu. Mungu aliacha kiti cha enzi, amekuja kukuhudumia. Huo ni mfano kwamba na sisi
lazima tufanye nini? Tuwahudumie watu wengine. Na inatokea mara nyingi kwamba viongozi wa kibinadamu wanaweza kujitenga katika mfano wa Kristo. Kristo ni kiongozi mwema, na uongozi wa Kristo, naomba mnisikie ndugu zangu, uongozi wa Kristo ni kwamba mimi kiongozi na wahudumia kwanza watu wangu. Kwa hiyo ukiwa kiongozi usihitaji kupanda juu sana na mwendo unabadili kabisa. Hapana, nyenyekea. Huo ndio uongozi kwa mfano wa Kristo. Tunatakiwa tuongoze kama Kristo alivyoongoza. Nafikiri hapo tuko sawa. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute moyo huu wa huduma kwa mfano wa Kristo. Na hapa tunaona kuwa na moyo wa huduma kwa mfano wa Kristo ni kuhudumu kama Kristo. Na kuhudumu kama Kristo ni kuhudumu kwa faida ya wengine na sio kwa faida yangu peke yangu. Nafikiri hapo tuko sawa. Huo ndio moyo wa huduma kwa mfano wa Kristo. Na hapa tunaona mwenendo wa maisha unaofunua msalaba. Mwenendo wa maisha unaofunua siri la msalaba. Mwenendo wa maisha huu unakwenda kuiga tabia ya msalaba. Unakwenda kufunua msalaba. Na tukisema msalaba hapa, nielewe ninachokisema. Tukisema msalaba ni kifo cha Yesu, sacrifice. Hiyo ndio msalaba ambao tunaongelea hapa. Hapa ndugu yangu, lazima tujue ya kwamba kitendo cha kutokuunda ukabila kanisani, lazima tujue ya kwamba hapo tunakuwa tunapiga hatua moja kwa moja katika maisha yetu. Tusiunde ukabila kanisani, tusiunde ukabila kati ya viongozi wanaotuongoza. Inatokea uchaguzi umefanyika, sijui bahati nzuri au bahati mbaya, wazee wa kanisa wote wanakuwa watu wa kabila moja. Unawachukuliaje? Utaanza kusema ya kwamba hapa kuna shida. Lakini sio ukabila unaoongoza. Roho wa Mungu aliongoza iwe hivyo. Na ndiyo maana tunaitwa wakati wote kunyenyekea kwa mapenzi ya Mungu wetu. Ndugu yangu, hapa lazima tujue kwamba tumeitwa ili kukubali, ili kufurahia na kusapoti viongozi wetu. Kitendo hiki cha kusema ya kwamba tusiwe na ukabila katika viongozi wetu alimaanishi kwamba tusiwaheshimu viongozi wetu. Lazima tuwaheshimu. Kwa nini? Wameitwa na Bwana wafanye kazi. Lazima tuwasapoti kwa sababu Mungu mwenyewe amewaita. Lakini ukabila usionekane katikati yetu. Hivyo viongozi kwa mfano wa Kristo watakwenda kusapoti Mungu, watakwenda kumwakilisha Mungu pekee, na success ya huduma yao, mafanikio yataonekana katika huduma yao, kwa sababu ni viongozi kwa mfano wa kiongozi wao, na kiongozi wao ni Yesu Kristo. Hivyo katika huduma yake hapa duniani, Yesu mwenyewe kama mwanadamu aliweza kumtukuza nani? Kumtukuza Mungu. Hivyo sisi ni viongozi kulingana na mfano wa Kristo. Lazima na sisi katika uongozi wetu tuweze kumtukuza Mungu wakati wote. Huo ni uongozi kwa mfano wa Kristo. Viongozi wote mnaonisikia wakati huu, tutafute kuwa viongozi wema kwa mfano wa Kristo na sio kwa mfano wa wanadamu. Kuna wakati wanadamu wanataka wao kuongoza tofauti na mapenzi ya Mungu. Chaguo bora ni kuongoza sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hivyo viongozi wa Kristo wanaofuata alama za Kristo na kukubali mateso yake kwa ajili ya ndugu zao, na hata kwa ajili, ikiwezekana, hata kufa kwa ajili ya huduma yao. Hivyo Paulo anasema mwenyewe kwamba Apolo alikuwa mwanadamu. Watu walikuwa wanajipiga vifua, kwa nini mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo? Lakini Paulo anasema Apolo ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu. Hamtumiki kazi kwa ajili yetu, kwa ajili ya Mungu aliyetuita sisi. Hivyo katika somo hili ndugu yangu, tunaona ya kwamba lazima tuwe na mwenendo wa maisha unaoiga tabia ya Kristo ya msalaba. Tunaongea msalaba hapa, tunaongelea unyenyekevu wa Kristo alivyokufa msalabani. Mungu awabariki sana. Juma hili tunachokitafuta ni umoja katika Kristo.
Ikiwa katika kanisa lako kuna ubaguzi, ukabila fulani unaendelea, ombea shida hiyo ikome kwa jina la Yesu, kwa sababu ikiendelea kanisa la Mungu haliwezi kamwe kusonga. Mungu akubariki kupitia jina la Yesu. Ikiwa na swali lolote usisite, andika hapo kwenye comment. Mungu akubariki. Baba Mungu, tunakushukuru kwa pendo lako. Tumemaliza somo hili, tunaomba uwepo wako uzidi kuwa nasi, ili kwamba wana wako wapate kuwa na umoja kanisani na hata wanapoishi kote, kupitia jina la Yesu. Mungu akubariki.